Lakini tumsikie pia na kocha wa Galaxy. I think 2 goals in about 8 minutes. And to be honest, those were the 2 opportunities they created. Those were the 2 opportunities they used to score. And as long as we are in football, we'll always complain about the referees and decisions they make. But I still believe that we did not create enough. We were not aggressive enough, especially in the final third. I'm not sure about the stats, but I believe that if we can check, we possessed the ball more than they did. But that is not enough, because if you possess and you don't score goals, it means nothing. So possession without goals, it's boring. So unfortunately, we kept possession, but we didn't score, and we ended up losing the match. But to be honest, I still believe that referees could have done better. There are a couple of mistakes which one believe that, especially in the final third, you know, when they make mistake here in the central zone, in the central midfield, it's understandable. But if you deny us an opportunity in the 18, then it says a lot about the game itself. Twice they pushed Lucky inside the 18. He didn't glue. Central midfielder pushed the other midfielder. He blew. So my understanding is, if it's a foul in the middle, it has to be a foul inside the 18. We got a shot here, and their player used his hand to block the ball. He didn't say anything. And to be honest, we spent time preparing. And you must understand that as coaches, we are judged based on our performance, on the results. And how are you going to account when things like this are happening? You understand? It's really frustrating, but I still believe that as much as one would blame the referee, but we were not aggressive enough. We could have done better. We could have done better, because let's be honest, they only got the 2 opportunities, and that was done. We could have done better, but it's okay. We talked in the pre-match interview about the importance of keeping a clean sheet. Unfortunately, the Jwaneng Galaxy team failed to keep the clean sheet. Going into Tanzania, going to the second leg, they have 2 away goals. What is the technical team's mindset going into the second leg? It's a game of football. They scored 2 at home, meaning the target will be for us to score 2 again away. We'll have to try and change a couple of tactics, make sure that we play an offensive game, and at the same time make sure that they don't get a goal. Honestly, I don't think they gave us any problem on the open play. They only got those 2 set plays, which I still believe we could have dealt with those set plays better. Fortunately, we got the footage of their set plays. We knew that they will want to play far, knock it back, and they did exactly that. And unfortunately, you can't blame the players. They tried their best. You know, sometimes when you are under pressure, there are decisions that you make, and you only realize thereafter that I could have done this. But in the heat of the moment, you'll do what comes to mind. Unfortunately, it was not to be today. It's okay. Coach, had better luck as you go into the second leg. Thanks very much, and thanks to the supporters who came to give us the support. It's just unfortunate that we disappointed them. We could have done better, honestly speaking. Huyo ni kocha wa Jwaneng Galaxy, ambaye ni nadra kukuta kocha ambaye yeye ndo mwenyeji analalamikia marefari. Nadra sana kwenye soka hili la Afrika, lakini kocha huyo hapo ulitoka kumsikia hapo wa Galaxy analalama juu ya uamuzi ama uchezeshwaji wa leo. Analaumu sana marefari, lakini anang'ata na kupuliza. Anasema hata hivyo hawakutengeneza nafasi nyingi, kwa hiyo wao wenyewe pia hawakuwa aggressive enough kuweza kupata magoli. La Simba pia hawakuwa bora kiasi hicho, kwa sababu nafasi zenyewe walipata 2 tu za ndondokela, ila katika open play waliwazidi. Anaamini wao ndio walimiliki mpira kwa asilimia kubwa. Alikuwa anazungumzia swala la ball possession, akaenda kwenye takwimu anasema anaamini walikuwa wako bora zaidi. Kitu pekee ni mpira ni magoli, ndio hapo ambapo walipozidiwa. Kwa hiyo watabadilisha mbinu wakija katika jiji hili la Dar es Salaam kwenye second leg ili waweze kupata matokeo. Lakini nimempenda, amekuwa positive. Ndio. Positive sana licha ya kuzungumzia kuhusu coach. Kwanza umeweka katika mabano coach, sababu kabla ya kumzungumzia coach alianza kuzungumzia udhaifu wao. Walikuwa na udhaifu katika kutengeneza nafasi, lakini pia hawakuwa aggressive enough. Na ukiangalia hilo swala kuwa aggressive kwa maana ya kutumia nguvu, wachezaji wao walikuwa wanaonekana wateketeke sana. Ni warefu lakini ni wepesi.
kiasi kwamba walikuwa wanashindwa kwenye physical battles, kugombania mipira hususan ya juu, ulikuwa unaona muda mwingi wanashindwa. Lakini pia hawako sharp, yani kama zoezi la kusprint linakuwa tatizo kwao, na sishangai sana kuona kwenye sprint kama kuna tatizo, kwa sababu hawa wamekaa muda mrefu bila kucheza ligi, miezi takriban 18 hawajacheza ligi. Kwa hiyo camp ambayo wameenda kuifanya Afrika Kusini, yani hawezi kupata ile fitness kama ambayo wanaipata wengine ambao wanacheza ligi ni consecutive, yani kila wiki wanacheza ligi. Kwa hiyo wao tumeona hiyo tatizo likitokea, hawako fiti, kwa lugha rahisi hawakuwa fiti, na mwalimu pia amerealize hilo. Lakini akaja kuzungumzia hawa waamuzi, lakini kwenye waamuzi kawaweka katikati, kwa maana kwamba licha kwamba sisi tulikuwa una dhaifu, kulikuwa kuna matatizo pia ya waamuzi kwenye eneo 1, 2 na 3. Kuna event amezitaja, events ambazo hata ukienda upande wa Simba kama wataamua kuzungumzia kuhusu mwamuzi, haiwezekani kama mwamuzi muda wote alikuwa correct upande wao. Kuna muda pia alikuwa na disappoint na wao. Kwa hiyo na wao wangeweza kutaja baadhi ya events, lakini good thing wao wameshinda Simba. Huwezi kuona kirelai sana katika masuala ya uamuzi. Kitu kikubwa kwake yeye, huyu ni coach ambaye ni mpya kwenye hii timu. Ikumbuka hawa walikuwa na kocha mzawa Botswana wa pale, lakini alikuwa hana qualification kama ilivyokuwa kwa Didier Gomez na mwenzake Hitimana. Na wao ndio hivi walikuwa na kocha ambaye baada ya kuja ule mpango wa vigezo vya CAF vya namna gani ambaye kocha anatakiwa kusimama pale kwa maana qualification zake, wakwao hawakukidhi. Kwa hiyo kalazimika kuingia msituni haraka kutafuta kocha mpya. Ndio huyu hapa, wamemtoa Afrika Kusini, na ni Mwafrika Kusini huyu. Amekuja kwenye timu ana muda mfupi sana, amejoin nao timu Afrika Kusini, ametrain kwa ajili ya ligi ya mabingwa hii, na akimaliza ligi ya mabingwa kama atatoka au ataenda toa inayofuata whatever, ligi inaanza tarehe 30 mwezi huu. Kwa hiyo atakuwa na kibarua sasa cha kwanza kuitrain timu katika ligi ya Botswana. Kitu ambacho anatakiwa kukijua kwamba amecheza na timu ambayo daraja lao la ubora ni kubwa sana, kwa maana ya experience ya timu, kwa maana ya experience ya mchezaji mmoja kuliko aina ya kikosi ambacho alikuwa nacho yeye. Maandalizi hayakuwa mazuri upande wake. Kwa hiyo kauli ambayo alizungumzia kwamba walicheza vizuri sana wao, Simba hawakuwa bora sana katika mchezo, lakini wamepata matokeo, ndio picha ambayo inakupa kwa nini Simba ni timu kubwa, kwa nini Simba ina experience, kwa nini Simba ina wachezaji wenye uzoefu. Jibu ndo walipata hapo, kwa hawakuwa beta kiuchezaji, lakini walipata matokeo, tena wamepata matokeo magoli mawili. Hiyo ndo tabia ya timu kubwa, wanaweza kumanage kupata ushindi hata kama hawachezi vizuri. Nakumbuka hata Jose Mourinho kuzungumza wakati kwa Chelsea 2015-16 alisema sifa ya timu bora ni ile ambayo ikicheza vizuri inapata matokeo, na hata isipocheza vizuri inapata matokeo. Ndio kitu ambacho Simba leo amekifanya. Kwa hiyo hapa unaona kwa asilimia, unaweza kuwapa asilimia 80 Simba wanaenda katika hatua ya group stage, ingawaje Didier Gomez hajatoa hiyo nafasi moja kwa moja, na of course utarajii kuona anatoa. Amesema mpira unabadilika, wanaweza wakaja Tanzania na wakacheza vizuri wakapata mabao. Lakini pia kocha wa Jwaneng Galaxy naye amezungumza hivyo kwamba kwa sasa anachokiangalia ni kuchange tactics. Tayari Simba ameshawaona akicheza nao, kwa hiyo atachange mbinu zake kuelekea katika mchezo wa pili. Kwa hiyo mchezo wa pili unakuwa dakika 90 nyingine ambazo zinajitegemea nani ambaye ataziwini vizuri dakika 90 hizi. Ndio tutatoa sasa hesabu ya dakika 90 za Tanzania na hesabu ya dakika 90 za Botswana kwa pamoja, tukiunganisha nani ambaye anapata advantage ya kwenda stage inayofuata kwa maana group stage, ndio kitakuja kufahamika hapo.